msikilizaji angepata nafasi ya kuweza kukufahamu, lakini tunapozungumza kuhusiana na Holy Cross Family Ministry Tanzania, anapaswa kuelewa nini? Nashukuru sana dada Irene. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Basi kwa majina kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Jerome Ernest Mmasi kutoka utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, yani Holy Cross Family Ministries Tanzania. Na huu utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania ni utume wa Kanisa Katoliki ambao kazi yake kubwa ni kuhimiza maisha ya sala katika familia. Yani baba, mama na watoto wakae pamoja, wasali pamoja, sala mbalimbali, lakini maalum sana sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo huo ndio utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini ni utume ambao umeenea kote duniani na ulianzishwa na mtumishi wa Mungu Padri Patrick Peyton, ambaye alikuwa ni padri wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, na nia yake hasa kama nilivyosema ilikuwa ni kwa ajili ya kuhimiza familia zikae pamoja na kusali pamoja. Na pengine unaweza ukaniuliza huyu padri kwa nini aanzishe huu utume? Ni kwamba historia ya maisha yao, huyu padri alizaliwa kule nchini Ireland mwaka 1909, na alikuwa ni kwenye familia ambayo ya watoto 9, ya baba na mama ambao wanapenda kusali pamoja na watoto wao. Kwa hiyo huyu Peyton alikuwa ni mtoto wa 6 kati ya watoto 9 kwenye ile familia, na alikuwa katika mazingira ambayo familia ilikuwa nasali pamoja kila siku. Walikuwa wanasali angalau dakika 15, wanasali sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo familia ikamkuza kwa misingi hiyo ya kupenda kusali, na alipofika wakati fulani akatamani, kutokana na hali ya familia haikuwa ni nzuri sana, ilikuwa ni maisha ya kawaida kama ya kwetu ya kilimo cha kawaida na ufugaji. Kwa akatamani kwenda kule nchini Marekani kwa ajili ya kufanya chochote kitu kwa ajili ya familia yake ikae vizuri kama familia zingine. Lakini kitakacho kushangaza pia dada Irene juu ya maisha ya huyu mtumishi wa Mungu ni kwamba wakati ule alikataliwa, yeye na kaka yake alikuwa anaitwa Thomas. Walikataliwa kwenda nchini Marekani na wazazi wao. Kwa mara ya kwanza wakawaomba wazazi, wakakataa. Mara ya pili wazazi wakakataa, na wazazi walikuwa wanakataa kwa sababu walijua watoto wao walivyowalelea vizuri katika misingi ya kumcha Mungu, kumjua Mungu, na walikuwa na watoto ambao pia ni watumikiaji kanisani, na walikuwa wameshawaeleza wazazi wao kwamba wanatamani kuwa mapadri. Kwa hiyo wazazi waliogopa kwamba wao watoto wakienda huko ng'ambo maisha yao yatakuwa tofauti na namna ambavyo dhamira yao inawatuma. Lakini kwa imani ya ile familia ni kwamba baba yao aliwaambia watoto kwamba leteni ile picha ya moyo mtakatifu wa Yesu. Wakaileta, wakaiweka pale mezani. Akamwambia basi pigeni magoti hapo, mumwambie Yesu mwenyewe kwamba mkienda huko Marekani hamtabadilika, hamtakuwa na maadili mabaya, mtabaki bado kwenye ule wito wenu wa kutamani kuwa mapadri, na mtakuwa ni watu wa kusali kila siku. Basi ndivyo hivyo walivyomaliza, na wakapewa ruhusa, baraka, wakaenda kule Marekani. Walivyofika kule Marekani, waliondoka wakijua kwamba wakifika kule maisha yatakuwa ni rahisi, kwa sababu kila mmoja hata ukisikia Marekani unajua kule ni maisha safi. Bahati mbaya walivyofika hawakupata kazi, hawakupata ajira, hawakupata huo utajiri, lakini wakapambana na alichoambiwa na wazazi wao. Wakawa ni watu wanaenda kanisani, wanasali kila siku kwenye ile familia ambao walishukia. Na siku moja wakiwa kanisani wakasikia tangazo kwamba hapa kanisani pameondoka mlinzi yule anayelinda getini. Kwa hiyo parokia inamtafuta mtu ambaye anaweza akalinda hapa getini. Huyu Peyton huyu akaandika barua kuomba ile nafasi, na akapewa ile nafasi ya kulinda. Akiwa analinda pale, wakawa wanakuja mapadri sasa kusoma misa kila Jumapili wa mashirika mbalimbali. Na katika wale mapadri kuja, akawa anaeleza kwamba anatamani na yeye awe padri, na umekuwa ni anauo wito tangia akiwa mdogo sana. Bahati mbaya au nzuri ikatokea kwamba matokeo yake aliyokuwa nayo hayakuwa anamruhusu moja kwa moja kwenda seminari. Kwa mashirika mengi yalimkataa kwa maana ya zile qualification. Unajua pia watu wanaenda seminari ni watu smart, wana brain ambayo kidogo iko vizuri. Kwa hiyo dada Irene na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, pale yule Peyton akaomba kujiunga na shirika hili la Msalaba Mtakatifu kwa maana kuingia seminari. Lakini padri mmoja akamshauri kwamba rudia somo la hesabu ambalo umelifeli, ukishafaulu hili somo ndio itakuwa rahisi kuingia seminari. Kwa akafanya lile somo uzuri mmoja, akafaulu, akaingia seminari. Alivyoingia seminari, wakati anasoma sasa upadri, akaanza kuugua ugonjwa wa ajabu ambao kwa mwaka huo miaka 1937 hawakugundua hasa mapema kwamba ni ugonjwa wa namna gani. Walikuja kugundua kwamba ni ugonjwa wa kifua kikuu wakati walikuwa wameshachelewa.
Kwa hiyo wale madaktari ikafika mahali sasa walikuwa wanaongea naye Peyton akiwa kitandani anaumwa, akawaeleza kwamba namna alivyokuwa katika familia ambayo inaamini katika kusali kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Wale madaktari wakamwambia sasa kuna mawili, kwa hali uliofikia tunaweza tukakufanyia operation wa kucheki kwenye kifua, lakini hatuna uhakika sana kama utapona. Lakini vile vile kwa sababu umekuwa ukitushirikisha kwamba wewe na familia yako umekuwa ni watu wa sala na watu wa imani, mnamjua na mnampenda Mungu, basi pengine unaweza ukajaribu kusali ndio uone kama utapona. Ndio maana ulivyoanza na hiki kipindi umesema sala yenye nguvu iko mikononi mwako. Lakini pia kuna sala nyingine, kuna salamu nyingine tunasema jaribu sala inatenda, try pray it works. Kwa hiyo Peyton alichagua kutofanyia operation, akachagua kwenda nyumbani kwenda kusali kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Alivyofika nyumbani akachukua sanamu ya Bikira Maria akaiweka mezani, akaweka na yale maua mawaridi pale, akashika rosari yake akapiga magoti pale kwa shida sana, akiwa anasaidiwa na watu waliokuwa wanamsaidia. Kwa hiyo akamueleza mama Maria kwamba tazama, tangia tukiwa wadogo tumekuzwa katika familia inayompenda Mungu na tulifundishwa na tunaamini kwamba wewe unatuombea kwa mwanao Yesu Kristo ili atusaidie katika mahitaji mbalimbali. Basi ninakuomba uniombee kwa mwanao Yesu Kristo aniponye ugonjwa huu, na nakuahidi akiniponyesha ugonjwa huu nitazunguka dunia nzima kuhamasisha familia zisali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo akasali siku ya kwanza, hakuona tofauti sana. Siku ya pili hakuona tofauti sana. Siku ya tatu akaanza kuona tofauti kidogo, yani kama anapona mabadiliko. Yes. Kwa hiyo ilipofika siku ya 4 pia mabadiliko yakaendelea kuwa makubwa zaidi. Siku ya 5 alipomaliza kusali Rozari akashangaa amepona kabisa. Huu ujumbe haukuwa rahisi kueleweka ndani ya seminari alikokuwa, ndani ya jamii na hata kwenye kanisa kwa ujumla wake. Kwa hiyo ilimpasa pia kufanywa vipimo mbalimbali kuthibitisha. Kwa hiyo akaenda mpaka maabara kuu ya taifa la Marekani, wakamfanyia vipimo, wakathibitisha na wakarekodi kwamba ndio binadamu pekee duniani ambaye amepona ugonjwa wa kifua kikuu, sio kwa kumeza dawa bali kwa kutegemea maombezi ya mama Bikira Maria. Tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Hakika familia inayosali pamoja huishi pamoja. Tumeona mengi ambayo umeyazungumza ambayo ni ushuhuda kutokana na maisha hayo ya Peyton tangu kabla na baada ya kuingia seminari, lakini alivyoendelea na mwisho wa siku muujiza ambao aliweza kupata. Lakini tunapozungumza kuhusiana na familia katika kipindi hiki cha Kwaresma, ndio familia inapaswa kufanya nini kuhusiana na mfano huo? Sawa, tunashukuru sana. Familia, kwanza tukumbuke kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani. Na ni shule ya upendo, ni shule pia ya amani. Ndio chimbuko la unachoona kinaitwa jumuiya ndogondogo za Kikristo, ndio chimbuko la kanisa, ndio chimbuko la jamii na ulimwengu kwa ujumla wake. Na familia kama elementi muhimu sana katika maisha ya kanisa na imani kwa ujumla wake. Maana yake tunavyozungumza kipindi cha Kwaresma ni kwamba familia lazima tuishi kadiri ya mama kanisa anavyotutaka. Kwamba katika familia zetu huu ni wakati ambao tunatakiwa tusali pamoja kuliko hata wakati mwingine wowote. Kama alivyoanzisha huyu mtumishi wa Mungu kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Basi huu ni wakati ambao sisi kutoka Utume wa Familia tunawaasa sana familia zote za Kikristo na hata wengine wanaotusikiliza wa madhehebu mbalimbali. Ni wakati wa kukaa pamoja kama familia na kusali pamoja. Ni kwa nini tunasema ni wakati wa kukaa pamoja na kusali pamoja? Ni kwa sababu pia familia nyingi katika nyakati hizi tulizonazo zinapitia changamoto mbalimbali ambazo tunasema ni changamoto mpya kwa kizazi kipya. Familia zinapitia kutokuelewana. Wanafamilia wengi, wanandoa wengi pia hawako vizuri. Mahusiano yao kwenye familia sio mazuri. Kumbe ni vizuri kukaa pamoja na kuomba kupitia maombezi ya mama Bikira Maria, kumuomba huyu Yesu mwenyewe ambaye aliteswa kipindi kama hiki cha siku hizi 40 katika familia zetu, ili basi aingilie kati hali hiyo ambayo tulionayo. Ni kwenye familia nyingi sasa hivi tuna pia mtikisiko wa kiuchumi, kwamba uchumi hautabiriki, mahitaji ni mengi kuliko kile tunachokipata. Na hii wakati mwingine pia inasababisha pengine kutopata mahitaji ya msingi katika familia, lakini pia inaleta magomvi kati ya wanafamilia, pengine inaonekana fulani hajawajibika, hajatimiza wajibu wake vizuri. Lakini kumbe tukija pamoja kama familia na tukasali pamoja, basi kama alivyosali huyu mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton kuomba apone ugonjwa wa kifua kikuu na akaponyeshwa, basi na sisi tukikaa kama familia na kusali pamoja,
Mama Maria hashindwi kutuombea ili tuweze kusaidiwa kuzikabili changamoto na heka za kiuchumi tulizonazo katika kipindi hiki. Kwa hiyo ni wakati wa familia kukaa pamoja na kusali pamoja. Sala ni muhimu, kukaa pamoja kama familia. Lakini jambo la pili pia ni wakati wa familia pia kufanya mafungo, kufunga. Na hizi familia tunavyokuwa tunafunga kwa lengo maalum. Kuna malengo ya mtu mmoja mmoja kama mwanafamilia. Kwa mfano mimi ni baba wa familia, naweza nikawa na malengo yangu binafsi, mke wangu akawa na malengo yake, watoto wakawa na malengo yao. Lakini ni vyema na tunawaasa pia familia zetu ziweze kuweka utaratibu pia wa kuwa na malengo ya familia. Kwamba tunavyofunga ni kwa ajili ya nini? Tunaomba Mungu atusaidie kwenye jambo 1, 2, 3. Basi na yale ambayo tunafunga, kama tunafunga kula au kama tulikuwa kunywa kila siku, basi tunafunga, basi kila ambacho tunakifunga sasa tuweze kukichukua hiki tukitoe kama sadaka kwa makundi mbalimbali yenye uhitaji. Tunaweza tukapeleka sadaka maalum kanisani kwa ajili ya yale mafungo ambayo tumefanya. Na ile sadaka tunafahamu kwamba Kanisa Katoliki linaongoza kwa kuwahudumia watu wengi duniani kuliko hata Umoja wa Mataifa, kwa maana wanaopitia changamoto mbalimbali kama za chakula na masuala mengine. Lakini pia kila ambacho tunakisave kwenye kufunga, tunakitunza katika kufunga, kupunguza yale matumizi ambayo tumeyazoea katika maisha yetu. Tunaweza kama familia tukapanga tukio la kwenda kuwatembelea wahitaji mbalimbali kwa ajili ya kuwashika mkono, kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwatia hamasa. Na jambo hili pia la kuwatembelea, kwa mfano wale watoto wanaokaa kwenye vituo vile vyenye mahitaji maalum, ni vizuri pia tuende na watoto wetu. Kwa sababu ukienda na mtoto pale, psychologically unamjenga kwamba kuna siku na yeye atakuwa hana mzazi. Unamjenga pia kuwa ni mtu wa kusaidia, kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kumbe basi unavyofanya vile, huyu mtoto unamkuza kwa ajili kiimani, lakini pia hata wewe utakapofika mahali ukawa tena huna nguvu ya kupambana kwa ajili ya kutafuta maisha, huyu mtoto atakusaidia kwa sababu ulimjenga hivyo katika kukusaidia. Nikushukuru sana Jerome Masi kutoka idara ya maisha ya familia na ndoa kwa ufafanuzi huo mzuri sana ambao umeweza kutupatia kuhusiana na familia, hasa nini wanapaswa kufanya katika kipindi hiki cha Kwaresma. Lakini kumekuwa kuna changamoto, si familia zote zinapata nafasi ya kukaa na kulia pamoja kama familia katika sala. Unahisi sababu kubwa hasa ni nini? Ni kweli kwamba familia nyingi tuna changamoto tunasema tunakimbizana na maisha. Kwa hiyo mama anatoka muda wake, baba anatoka muda wake, watoto wanatoka muda wao. Lakini ninachoamini dada Irene kwamba ndani ya masaa 24 kuna muda ambao ile familia pengine wote wako pale ndani wanaweza kusali pamoja. Kwa mfano katika mazingira ambayo tumeyazoea, asubuhi ile alfajiri, kuna familia, kwa mfano hata mimi kwenye familia yangu tumepanga utaratibu kwamba kila saa 11 asubuhi tuamke tusali. Tukimaliza mimi nitajiandaa kwenda kazini, mama atajiandaa kwenda kazini, na watoto wataandaliwa kwenda shule. Tukishindwa ile asubuhi, kwa mfano kuna siku ambazo mimi nakuwa hata sipo, then familia imeshajiwekea utaratibu inaendelea kusali. Lakini tukishindwa, basi kuna ule muda wa kula pamoja pia jioni. Pale ule muda unavofika, mara nyingi unaweza kaa ni baba hayupo au mama, lakini mara nyingi anakuwa ni baba hayupo. Lakini dada Irene, unafahamu hata kusali tu kuombea chakula bado ni sala ya pamoja ya familia. Kwa hiyo tujenge utamaduni kwanza wa familia, tunavyokuwa zile session tunazokuwa pamoja. Kwa mfano ni muda wa kula, tutenge. Kama ni tunajua tunadamka asubuhi sana, basi tuamke asubuhi. Kwa mfano mimi tangia nikiwa mdogo tulifundishwa kwamba ukiwa unasafiri, hata kama unaondoka saa 9 usiku, ile siku unavyoamka dada Irene, lazima wote katika familia tuamke, tusali hata baba yetu moja, kuombea ile safari yako iwe nzuri. Ile nayo ni sehemu muhimu sana ambayo ni sala ya nini? Ni sala ya familia. Lakini haidhuru kwamba wakati mwingine pia watu hawako pamoja. Kwa mfano kuna watu ambao unakuta wanafanya kazi mazingira ya mbali. Kwa mara nyingi unakuta pengine ni baba au mama au mtoto fulani hayupo katika familia. Lakini wale walioko pale nyumbani wanaweza wakaendelea na ule utamaduni wa kusali pamoja, kwa sababu pia watakuwa na muombea ambaye hayupo. Na tunavyosema ni familia, sasa naomba ieleweke, hata mazingira haya tunayoishi mjini, ambao mimi na wewe tumepanga mahali, tuko Wakristo wa Katoliki kadhaa mahali, tunaweza tukatengeneza utaratibu wetu pale, mpangaji A, B, C, tuko baadaye jamaa tunasali pamoja angalau kila siku muda fulani. Kwa sababu familia tunavyo-define kwa kisasa, pamoja na hiyo kwamba ni baba, mama na watoto, lakini tuna extended families pia. Tuna mazingira ambayo tunakutana, kwa mfano mazingira yetu hapa Radio Aman, umeona, nayo ni familia. Kwa hiyo tunakuwa na utaratibu wetu kwa tunasali pamoja.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Msikilizaji lakini na mtazamaji wa Amani Radio Online TV, kwa siku ya leo niko na Bwana Jerome Masi kutoka idara ya maisha ya familia na ndoa. Tunazungumza kuhusiana na utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini wakiendelea kutusisitiza na kutukumbusha kwamba sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Unaposali sala ya familia basi kuna baraka zake. Amin. Lakini mnapoungana kama familia kuombea jambo fulani, matokeo yake huonekana kwa haraka. Tumezungumza kufahamu mengi kuhusiana na familia, lakini changamoto ambazo zinakumba familia nyingi kushindwa kulia pamoja na kukaa pamoja kuweza kujumuika kwenye sala za pamoja. Pengine tunapozungumzia kuhusiana na familia hizi hasa za Kikristo ambazo zimepoteza mwanga huo na mwelekeo wa kusali pamoja, tunavukaje hapo ili kuwa na familia imara? Jambo la kwanza ambalo tunaweza ni obvious, unalifahamu kwamba unajua mimi nilivyo na mke wangu niliye naye na watoto na ndugu wengine, haikuwa kwa ajili ya mimi nilitaka. Ni Mungu mwenyewe aliniumba kwa kusudi lake, kwa alitaka kwa wakati huu niwepo. Hata leo alitaka mimi na wewe tuwe hapa studio kwa ajili ya kuzungumza habari hii. Kwa hiyo cha kwanza ni familia zifahamu kwamba chanzo cha kila kitu katika huu ulimwengu ni Mungu mwenyewe. Pumzi tunayoitumia ni ya Mungu mwenyewe. Unavyoamka asubuhi, unaona uko sawa, unaenda kwenye majukumu yako, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usisubiri ule wakati ambao unapata changamoto ndio uje umrudie Mungu pekee. Hata zile nyakati ambazo ni nyakati nzuri, lazima tutambue cha kwanza kwamba Mungu ndio kiongozi, Mungu ndio aliyetuumba, aliyetupa miongozo ya namna ya kuishi, na amesema yeye ni mwenye wivu, anataka tumwabudu yeye, anataka tumuombe yeye. Na alituambia kwamba tukikaa tukamuomba yeye atasikiliza changamoto zetu, atasikiliza mapito yetu na atatufanyia wepesi. Lakini pia ili hizi familia pia ziwe pamoja, lazima hasa kipindi hiki pia cha Kwaresma tuwe ni watu pia wa msamaha. Unajua kimsingi tunasema hata glasi vikombe vikikaa pamoja, ikitokea tu mtikisiko mahali lazima vitagongana. Kwa vyote vile katika familia kuna kukosana, kuna kutokuelewana, lazima tufahamu kwamba hakuna aliye mkamilifu pia ndani ya ile familia, ndani ya wale ndugu ambao wanatuzunguka, hata katika majirani zetu. Kwa familia ni vizuri pia kipindi hiki tuweke utamaduni wa kuja pamoja kuombana msamaha pale ambapo tumekoseana. Kimsingi unavyoamka asubuhi mpaka ifike saa 2 lazima kuna watu unasema ambapo pengine umeteleza aidha kwa maneno ama kwa vitendo, hata kwa kuwaza tu. Kwa hiyo tukumbuke kwamba habari ya msamaha ndio tuweze kuja pamoja katika sala. Lakini pia wakati tunapitia hizi changamoto za utafutaji tunazozisema, ile tunasema ni prayer points. Yale ni mambo ambayo yatatufanya sasa tuje pamoja katika sala. Kwa mfano, familia wanawaza labda kununua kiwanja mahali, au wanacho kiwanja wanawaza kujenga. Unaonaje pale familia inakuja pamoja sasa kwa ajili ya kusali, kumuomba Mungu ili awasaidie kipato cha kuweza kujenga, watoke nyumba ya kupanga wahamie kwenye nyumba yao. Kuna huyu mama ambaye anaamka kila siku saa 9 alfajiri, saa 10 kwenda sokoni, kwa mfano kwenye mapambano yale wa mama naonaga ukipanda hisi ile saa 10 lazima ukutane nao. Sasa huyu mama anaenda kule ni sababu ya kutosha ya sisi familia kumuombea ili basi ile shughuli anaenda kufanya ipate kibali, apate kipato halali, na kile kipato kinakuja kutusaidia sisi kama familia. Unafahamu, niliwahi kufanya zoezi moja siku moja, nikamwambia mke wangu, watoto mara nyingi ilikuwa ikifika muda wa kusali wanakuwa wanasinzia. Kwa hiyo nikamwambia mke wangu siku moja tufanye kama vile jioni hamna chakula. Kwa hiyo siku watoto wako shuleni, mama akapika chakula mapema afu akakificha mbali. Kwa hiyo imefika ile jioni tunasema tuje kwenye sala, tukawaeleza watoto kwamba unajua leo hatuna chakula kwa sababu kila tukisali hapa nyumbani nyie mnakuwa mmelala. Kwa hiyo Mungu hajasikia maombi yetu kwa sababu nyie mliolala ndio maombi yenu yangesikika zaidi kule kwa Mungu. Kwa hiyo leo tusali, na ukilala ujue hautapata chakula. Lakini tukimaliza kusali ujue Mungu ataleta nini? Chakula. Kwa hiyo tukasali, watoto siku walikuwa very active, walikuwa wako sawa, wanasali, wanaongoza sala wao. Baada ya kusali pale basi tukamwambia Mungu ni wa ajabu, Mungu ametuonekania, Mungu ametuletea chakula. Simuona mama hajapika leo, jikoni ya kujawashwa, lakini mahotpot yakaja, watoto wakala chakula. Nakwambia diary na msikilizaji na mtazamaji, tangia ile siku mpaka leo
nguvu ya kusali ikaonekana, kusinzia kwenye sala, na wamekuwa wao ndio kutuamsha hata kwamba tuende kwenye sala. Umezungumza hapo kuhusiana na swala la kipato, hali ya ukimbizaji wa maisha sasa hivi ni tofauti na kipindi cha awali. Tulikuwa tunajua baba alikuwa anatafuta sana kwa nguvu kubwa, tofauti na mama. Lakini sasa hivi asilimia kubwa wanawake wengi sana ndio wapambanaji. Ukiamka asubuhi utakuta kwenye biashara zao. Lakini kukosekana upendo ndani ya familia, unahisi sala ya pamoja itakuwepo? Hapana. Familia, upendo tunasema ni nguzo muhimu katika kuifanya familia ikae pamoja, katika kuzileta familia pamoja. Na kuna vitu ambavyo vinafanya pia, kama ulivyosema, upendo unafanyaje, unaondoka. Upendo mara nyingi tunasema tunaanzia kwanza kwa baba na mama, yani mke na mume pale ndani. Unaondoka pia wakati mwingine tunasema kutokana na yale kutotimiza wajibu wako vizuri, kila mtu kushindwa kuwajibika kwenye nafasi yake. Na unaona kwamba baba angetakiwa afanye hiki, mama angetakiwa afanye hiki. Sasa kuna ambao wanaacha kuwajibika kwa makusudi, na kuna ambao wanaacha kuwajibika kwa sababu ya hali halisi ilivyo. Kwa mfano ni baba ndani ya familia ambao kimsingi hata kwenye maandiko matakatifu ndio provider, ndio mleta chakula na mahitaji kwenye familia. Mama anamsaidia kwa sababu baba huyu ni kichwa cha familia. Lakini inaweza ikatokea huyu baba alikuwa na kazi na alikuwa analeta haya mahitaji. Sasa imetokea tena ile kazi haipo kwa miezi kadhaa au kwa muda fulani. Msipokuwa makini pale, unawezekana kwamba upendo ukapungua kwa sababu huyu mama asipoelewa situation anayopitia mwenzake, mara nyingi italeta vurugu kwenye ile familia. Kwa hiyo ndio nasema kwamba kuna kuwajibika kwa uzembe. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya wanafamilia, awe ni mama au baba, anafanya kazi lakini pia yale mahitaji kwenye familia, yani ile pesa haionekani matokeo yake kwenye familia. Hii mara nyingi unakuta inaleta kutokuelewana. Na kadiri muda unavyoenda ndio hao watu wanaendelea kukaa mbali, yani mioyo yao inaendelea kutengana mbali. Kwa hiyo ni vizuri pia tuelewe hizo hali. Ndio maana kwenye utume wa familia pia watu tunasisitiza juu ya mawasiliano mazuri ndani ya familia. Kati ya mume na mke, kati ya baba na watoto, kati ya mama na watoto, hivyo yani kuwe na maelewano ili tujue kabisa kipindi hiki baba anapitia hali hii, kipindi hiki mama anapitia hali hii. Lakini dada Irene, kuna changamoto siku hizi ambayo imekuja inaitwa 50-50. 50 kwa 50. 50 kwa 50. Hii nayo wakati bahati mbaya pia imechukuliwa vibaya katika context katika mazingira tulionayo sasa hivi, imechukuliwa vibaya. Kwamba kuna vikundi, na tunamshukuru Mungu, kuna vikundi vingi sana vya uwezeshaji wa wanawake na vijana. Kwa mfano mikopo ya halmashauri, kwa mfano hata kwenye kanisa kuna vikundi unakuta vimejiorganize, basi watu wanaweza kupata. Wengi huita vikoba. Vikoba. Sasa ndio hicho wanachosema kwamba hawa mama sasa ambao ni nguzo muhimu katika malezi na makuzi katika familia na msaidizi pia wa baba katika familia, wamekuja wakainuka. Na kuinuka ni jambo zuri, lakini baadhi yao, sio wote, baadhi yao tunasema walivyoinuka wameinuka mazima. Yani na mtazamo tofauti. Wakawa tena sio watu wa kusikiliza, hawaambiliki, maamuzi ya familia wanafanya wao. Wamekuwa vichwa vya familia. Inatokea wakati mwingine hata huyu baba akipata changamoto, kwa mfano kule kijijini, na hana chochote, yuko pale nyumbani, hana ajira, lakini mama ana sehemu za kumsupport, akiomba basi nipata hata angalau 10,000 nitume kule kijijini, na kuwa ni mzozo. Sasa ni wito wetu pia kutoka Utuma Familia, yani Holy Cross Family Ministries Tanzania, kwa wamama pia wa namna hiyo, kufahamu kwamba hata ungekuwa ni bilionea kwenye hiyo familia, bado ile kubakia kwamba wewe ni mwanamke unayetakiwa kumtii mumeo, inatakiwa ibaki pale pale. Na ni wito wetu pia sisi pia kwa wanaume ndani ya familia na ndoa zetu, kwamba pale ambapo Mungu amekujalia, kwanza tujitoe sana katika utafutaji kwa ajili ya familia. Lakini katika kujitoa kwetu kwa ajili ya kutafuta kwa ajili ya familia, mke wetu, watoto wetu na ndugu wengine, tusisahau kwamba sisi ni vichwa vya familia. Maana yake pia tutenge pia muda wa kukaa na familia. Usipotenga muda wa kukaa na familia, watoto wakazoea kila siku wakiwa na uchungu wako na mama, wakiwa na furaha wako na mama. Wako na mama, wako busy unatafuta fedha. Utafika mahali utaona watoto hawakupendi, lakini mazingira ambayo ulijenga. Kwa pamoja na ubizi wa maisha tulionao, tunawaasa wanaume kwamba tenga siku pengine 2 au 1 kwa wiki, kaa na watoto wako. Kama unaenda mahali, nenda nao, kaa nao pale nyumbani, kula nao, watazame, waone wanaendaje. Kaa na mke wako, pengine tuko busy sana, hata mke wako ana jambo anataka kukuambia, anashindwa. Wewe unakuja tu, tunasema ni kama
ni mkimbizi unakuja saa 6 usiku unaegesha kidogo, saa 9 umekimbia. Basi tenga basi muda wa kukaa na ile familia ili ziweze kurudisha upendo. Lakini kwenye utafutaji pia tutafute sana, tupambane, tusimsahau Mungu. Tusimsahau Mungu. Kwa sababu unajua Biblia inatuambia mwanaume ni kichwa cha familia. Na tena imesema mwanamke anatakiwa amtii mwanaume. Lakini unaweza ukahisi kwamba mke wako hakutii kwa sababu pia wewe umeshindwa kumtii Mungu. Kwa hiyo ndio maana ukienda maeneo mengi na Irene, ukienda kwenye jumuiya, Jumamosi mara nyingi tunasali, ukienda kwenye au siku yote ambayo pengine msikilizaji huko mnasali, utahesabu wanaume walioko pale ni wachache. Wamama ni wengi. Na hii inatokana na kisingizio ambacho tunasema wanaume kwamba tuko busy tunatafuta nini? Maisha. Lakini kwa nini ikitokea kwa mfano kuna msiba mtaani, wanaume tunakuepo? Ni kwa sababu kuna vitu tunavipa kipaumbele kwenye maisha yetu zaidi ya tulivyotakiwa kumpa nani? Mungu. Kwa hiyo ni vizuri pia wanaume tukumbuke kwamba chochote tunachokifanya, hata familia, mke mzuri ulionaye na watoto ulionao, huo uwezo ambao Mungu amekupa, wanasoma shule ya aina yote, ya ngazi yote, hicho kipato, pengine mama ana biashara, wewe una biashara au umeajiriwa mahali, ni Mungu mwenyewe aliyewezesha hayo. Kwa hiyo tusimsahau Mungu. Ndio sababu ya upendo, ndio sababu ya kujenga familia zilizo bora na imara.